Kulingana na takwimu za serikali, Japan imeweka rekodi mpya ya watu waliozidi umri wa miaka 100 na kufikia karibu watu 100,000 nchi nzima. Japan imeshikilia rekodi hii kwa miaka 55 mfululizo. Mwaka 2025 ilikuwa na watu 99,763, huku asilimia 88 ya watu hao waliozidi umri wa miaka 100 ni wanawake. Mtu mzee zaidi nchini Japan ni Shigeko Kagawa kutoka Yamato Koriyama, huku mzee zaidi wa kiume ni Kiyotaka Mizuno mwenye miaka 112, mkazi wa Iwata, jiji la pwani huko Japan. Swali utakalokuwa unajiuliza ni je, inawezekana vipi kuwa na watu zaidi ya 100,000 waliofikia umri wa miaka 100? Siri ni hii hapa. Kuongezeka kwa muda wa kuishi kunakohusishwa zaidi na kupungua kwa vifo vinavyotokana na magonjwa ya moyo au aina ya kawaida ya saratani, hasa saratani ya matiti na saratani ya tezi dume. Japan ina viwango vya chini vya unene wa kupindukia, jambo ambalo huchangia magonjwa haya. Wao hula mlo wenye kiasi kidogo cha mafuta, nyama nyekundu, mboga na samaki kwa wingi. Viwango vya unene wa kupindukia ni vya chini haswa kwa wanawake nchini Japan, jambo ambalo linaweza kuelezea kwa kiasi fulani kwa nini wana muda mrefu zaidi wa kuishi kuliko wenzao wa kiume. Japan pia imeendesha kampeni ya kuwahamasisha watu kupunguza kiwango cha chumvi wanachokitumia kwenye chakula. Hata hivyo, ni suala la lishe pekee. Raia wa Japan hufanya mazoezi kwa kutembea kwa miguu na kutumia usafiri wa umma wakati mwingi. Hata hivyo, tafiti kadhaa zimeweka mashaka kuhusu uhalisia wa idadi ya watu wanaozidi umri wa miaka 100 na zaidi. Utafiti umeonyesha kuwa makosa ya uchakataji wa data, nyaraka rasmi zisizo sahihi na ukosefu wa vyeti vya kuzaliwa huenda vilichangia idadi kubwa iliyoripotiwa ya watu walio na umri wa miaka 100 au zaidi. Ukaguzi wa serikali wa mwaka 2010 kuhusu kumbukumbu za familia nchini Japan umefichua kuwa zaidi ya watu 230,000 waliripotiwa kuwa na umri wa miaka 100 walikuwa hawapatikani tena na walikuwa wamekufa miongo kadhaa iliyopita. Makosa hayo ya uhasibu yalihusishwa na data za idadi ya watu ambazo hazikuwahi kuhakikiwa, pamoja na mashaka kwamba baadhi ya familia huenda zilificha vifo vya wazee wao ili kuendelea kupokea marupurupu yao ya uzeeni. Simulizi hii imeandaliwa na Mwantumu Mkwawa na kusomwa kwako nami Godfrey Ringo.